Kwenye hii sehemu ya 4 nataka nimalizie kuhusiana na kauli tata za Roho Mtakatifu, ndio niingie kwenye kazi tofauti za Roho Mtakatifu. Enyewe Roho Mtakatifu anazo kazi mingi ambazo anazifanya, na niseme ni kazi zote yeye ndiye anazifanya kwa Mkristo, lakini kuna zile ambazo ningependa nifundishe kama kukupea mwangaza tu ya kwamba huu mwangaza utakuongoza ili kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu akikujaa ndani yako upate kujua amekuja ili kufanya nini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kazi zingine ni vitu ambazo tumeandikiwa kwenye Biblia, tumeandikiwa kwenye andiko. Sasa sitaji kwa sababu eti kwamba ndio hizo tu peke yake, lakini kuna mambo mengi ama mambo yote. Maandiko yanasema ya kwamba vyote viliumbwa kwake yeye, na pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hivyo ina maana kwamba mambo yote yeye ndiye aliyafanya, lakini tu nataja baadhi ya mambo ambao Roho Mtakatifu anayafanya ndani yako baada ya kuwa umempokea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba utaujua ukweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Kuna wakati mwingine inafaa tufundishe ukweli, ndio ule ukweli baada ya kuwa umeufahamu upate kukuweka huru. Kuna wakati mwingine unafaa kujua jambo, maana jambo usilolijua ni usiku wa giza. Kwa hivyo ninapofundisha kuhusiana na Roho Mtakatifu wa Bwana, nina imani ya kwamba kuna vitu ambavyo vitaanza kufanyika kwenye maisha yako, na vitafanyika kwa sababu umejua. Maandiko yanasema wakati ule Danieli alipotii ufahamu katika kujifundisha, alipojua, ndipo malaika wa Bwana alipotumwa. Ndio wakati ule ambapo Mungu aliachia majibu yake. Kuna wakati mwingine unatakiwa huo unajua ndio Mungu aachie kile ambacho unakijua, unakitaka. Maana kupitia kwa ufahamu Mungu anafanya kazi na mtu ambaye mwenye ufahamu. Anatakanga kwanza ujue ndio akupee kile ambacho unakijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kauli ya mwisho ya Roho Mtakatifu ambayo inasema ama inaongea kuhusiana kulewa na Roho Mtakatifu. Tunapoongelea kuhusiana na kulewa kwa Roho Mtakatifu, ni kwamba Roho Mtakatifu anachukua ile nafasi ambayo kileo kinachukuanga. Kwa hivyo mtu ambaye amekuwa addicted, mtu ambaye amelemewa na ulevi, yule mtu anaweza akatumia Roho Mtakatifu kama replacement, kama njia ya kuondosha ulevi. Ndio maana maandiko kwenye kile kitabu cha Waefeso, mlango wa 5 mstari wa 17, maandiko yanasema msilewe kwa mvinyo, bali mlewe kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni njia mojawapo ambayo inaweza ikaondosha kileo kwenye maisha ya mtu. Kwa hivyo hii ni kauli tata ambao watu wengi hawajaielewa, na maana kwamba kama umeelewa utakuwa umepata msaada. Sasa tuingie kwenye kazi za Roho Mtakatifu ambazo ni baadhi tu ya kazi ambazo zimeandikwa kwenye maandiko. Number 1, Roho Mtakatifu huwa anatumika katika kututia muhuri. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 30, maandiko yanasema ya kwamba tena msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwake yeye mlitiwa muhuri. Tunapoongelea kuhusiana kutiwa muhuri, ni njia ya kutofautishwa kwamba huyu mtu ameokoka, huyu mtu hajaokoka. Ndio sababu ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 9, maandiko yanasema yeyote asiyekuwa na Roho wa Mungu huyo sio wake. Kwa hivyo Mungu akitaka kukutofautisha, akajua kwamba huyu mtu ako katika ufalme wa Mungu, huyu mtu akifa ataenda mbinguni, huyu mtu kwamba ameokoka, huwa Mungu anaangalianga Roho Mtakatifu ndani yako, kama umejawa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 12, maandiko yanasema tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ufalme wa giza wana namna yao ya kuweka watu muhuri ama mihuri baada ya kuwa wamekataa wokovu, ama baada ya kuwa wamejiunga na vyama tofauti kama Freemason, Illuminati, zozote hizo. Maana watakupea alama ambao ni 666.
alama ya 666, nataka nikuambie kwamba mtu huwa apewi ama hata pewa na mpiga Kristo tu peke yake. Kuna watu ambao leo hii wameamua kuwa upande wa shetani. Kuna watu ambao leo hii shetani amewaweka alama kiasi kwamba Mungu anajua ya kwamba huyu mtu kwa moyo wake, kwa roho yake alikubali kwamba atatumtumikia shetani. Aliingia na angano na mapepo na mashetani. Aliingia angano na mashetani za mauti. Sasa yule mtu utashangaa kwamba ako na alama ya upande huo. Akipita hivi, pepo wengine wanajua kwamba huyu ni wa kwetu, mashetani wanajua huyu ni wa kwetu. Lakini kuna namna ya vile mtu akipokea Roho Mtakatifu anakuanga na alama kiasi kwamba ukipita hivi tunajua, ama mapepo wanajua kwamba huyu ameokoka na amezingirwa na moto wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kutuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 26, maandiko yanasema, kadhalika Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kwa jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu anajua ni nini ambacho ukiseme, tena kwa wakati gani. Kwa hivyo akiingia ndani yako atakusaidia, maana hakuna mwanadamu ambaye anajua kuomba kwa jinsi mpasavyo. Kila mwanadamu kwa hii dunia kuna udhaifu katika kuomba. Ukianza kuomba leo hii, Mungu ataweka X karibu kila kitu, maana kila kitu utakuwa unalenga vitu ambavyo Mungu hataki vilenge. Lakini Roho Mtakatifu mwenyewe anajua kile ambacho unahitajika kuwa nacho, tena kwa wakati huu. Kile ambacho ukiomba wakati utapewa, na kile ambacho ukiomba wakati hauwezi ukapewa. Ndio maana maandiko yanasema anatusaidia katika udhaifu wetu, maana hatujui kuomba kwa jinsi itupasavyo, lakini atatuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana akiingia ndani yako, unafaa umpe kazi ya kuombea. Namba 3, kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupa uzima ndani yetu. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 6 na mstari wa 63, maandiko yanasema kwamba Roho ndiyo itia uzima, mwili haufai kitu. Kwa hivyo Roho ndio inatia uzima chochote ambacho kiko kwenye maisha yako. Ndoa yako ikitaka iwe na uzima, lazima umuushe Roho Mtakatifu. Biashara yako ikitaka iwe na uzima, ianze kuzalisha faida, ujue kwamba lazima uhusishe Roho Mtakatifu wa Bwana. Shetani akija kwenye maisha ya mtu, huwa anakuja kuiba, kuharibu na kuua. Lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, huwa anakuja kuleta uzima. Ndio maana maandiko unasikia yanasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Ujue Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu, lakini bila mwili, akiwa amefua mwili. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anakuanga na package ya uzima ndani yake. Anatia uzima chochote ambacho kilikuwa kimeuawa. Shetani akiingia ndani ya mwili wa mtu, kuna vitu ambavyo lazima ataviua. Akiingia ndani yako, utashangaa kwamba anaweza akaua because sasa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Utashangaa kwamba kuna vitu akiingia ndani yako ataviua. Ataua ile nia yako, ataua mafikira yako, ataua macho yako ya kiroho, ataua vitu fulani kwenye maisha yako. Lakini Yesu akiingia ndani yako, anakuja na package ya uzima, anakutia uzima ndani yako, anatia ndoa yako uzima, chochote kwenye maisha yako anakitia uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kukutia uzima. Ndio maana unaona kwamba kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Kristo anakaa ndani yenu, ataifufua miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anakuja kuleta uzima, anakuletea uzima ndani yako. Kwa hivyo hizo ni baadhi za kazi za Roho Mtakatifu, na zingine ambazo nitafundisha na huko mbele. Lakini ujue kwamba Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, hizo ni baadhi ya kazi ambazo atazifanya ndani yako. Nimekufundisha hivi ili kwamba kama ukimpokea Roho Mtakatifu, ndio maombi ambayo utakuwa unayaomba. Unamwambia Yesu, Roho Mtakatifu nitie uzima. Barikiwa sana, tupatane kwenye sehemu ambayo